Ni Alhamisi Kuu. Tumemaliza sasa wakati wa Kwaresma, wakati ambapo tuliuanza Jumatano ya Majivu kwa kupakwa majivu, na tumehitimisha na kuingia sasa katika kipindi maalum ambacho kinajulikana kwa lugha ya Kilatini kama Triduum, siku tatu kuu za Pasaka kama zinavyojulikana, kutoka jioni hii ya Alhamisi na Ijumaa Kuu na Vigilia, ambayo tutasherehekea kwa namna ya pekee ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaalikwa tutafakari juu ya mambo makubwa matatu katika imani yetu. Jambo la kwanza ambalo tunalikumbuka jioni hii ya leo katika hii Alhamisi Kuu ni juu ya kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu kama mlo wa Kipasaka. Na tunaanza kuona hili kutoka katika somo la kwanza la kitabu cha Kutoka, pale ambapo ilifanyika karamu na wana wa Israeli. Wayahudi walisherehekea kwa namna ya pekee ukombozi waliopata kutoka kule utumwani Misri, na hivyo waliamrishwa na kuaswa kufanya kumbukumbu hii kwa sherehe maalum waliotambua kama Pasaka. Na walisherekeaje? Kwa kumchinja mwanakondoo, na kwa kumla huyu mwanakondoo basi waliweza kuisherekea hii Pasaka, wakikumbuka namna ambavyo walikombolewa kutoka utumwani Misri na kuingizwa kwenye nchi ile ambayo Mwenyezi Mungu alikusudia wao waweze kwenda na kuishi. Na Pasaka hii ambayo wanaifanya Wayahudi wakati huo inatukumbusha sisi wa Kristo juu ya ile karamu aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo katika Agano Jipya. Katika Injili ya Yohane sura ya 13 tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiwa kwenye karamu, kwenye mlo wa Kipasaka. Mlo huu ambao unaakisi ule ambao ulifanyika na Wayahudi, lakini kwa namna ya pekee yeye mwenyewe akaupa mlo huu hadhi ya kipekee, akauinua. Sio tu mlo wa kusherehekea ule ukombozi waliopata kutoka utumwani kule Misri, bali ni mlo ambao sasa kwao wanakumbuka ukombozi wa mwanadamu kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Na Bwana wetu Yesu Kristo katika mlo huu anajitoa yeye mwenyewe kama mwanakondoo. Hawamli tena mwanakondoo kama walivyomla Wayahudi, bali Bwana wetu Yesu Kristo anajitoa yeye mwenyewe kama mwanakondoo, ili yeye anayemwamini, yeye anayeula mwili wake na kuinywa damu yake aweze kupata uzima wa milele. Ndivyo mwinjili Yohane anavyotufundisha katika ile Injili yake sura ya 6, kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Kumbe Pasaka ya Agano Jipya, Bwana wetu Yesu Kristo anajitoa yeye kama mwanakondoo, mwanakondoo asiye na doa, ili sisi tuweze kuila hiyo Pasaka kwa kumla yeye aliyejitoa mwili na damu, roho na umungu, akabaki miongoni mwetu katika maumbo ya mkate na divai. Baba Mtakatifu Benedikto, enzi za uhai wake, Benedikto wa 16, alitualika na kutuasa kwamba lazima tuiishe Ekaristi Takatifu na kuiamini kwa kina. Tuiamini kwa kina, tuiishi. Kumbe lazima baada ya kushiriki Ekaristi Takatifu, baada ya kushiriki mafumbo haya, tuende tukaishi maisha yanayoakisi kwamba sisi ni watu tulioshiriki mlo wa Kipasaka, tulioshiriki Ekaristi Takatifu, mafumbo matakatifu. Na hivyo namna yetu ya kuishi na kuhudumiana iweze kuwa na mabadiliko. Na jioni hii ya leo pia tunakumbuka kitu kingine muhimu katika mafumbo ya imani yetu, nalo ni kuwekwa kwa daraja takatifu, daraja la upadre. Nayo ikawekwa siku hii ya Alhamisi Kuu na Bwana wetu Yesu Kristo katika ule mlo wa Kipasaka. Kwa nini anaweka daraja ya upadri wakati huu wa Alhamisi Kuu kwenye ile karamu yake ya mwisho aliyoifanya na mitume? Ni kwa sababu alipenda kwamba uwepo wake miongoni mwa wanadamu uweze kusherehekewa siku zote. Awepo yule mtu ambaye ni mhudumu wa hili fumbo takatifu, fumbo la Ekaristi Takatifu. Ni nani atakayefanya haya? Ni nani atakayelifanya hili?
ni kuhani. Paulo anatukumbusha, anapowakumbusha Wakorinto kwamba Ekaristi Takatifu lazima iendelee kukumbukwa katika imani yetu. Na ni kwa maneno hayo ambayo tunayasikia kila mara tunapohudhuria maadhimisho ya misa takatifu: twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu, hii ndio damu yangu, twaeni mnywe. Na kwa maneno hayo tunaambiwa kwamba tuyafanye hayo yote kwa ukumbusho wa Kristo. Maana yake lazima awepo mhudumu wa Ekaristi Takatifu, lazima awepo mhudumu wa hiki ambacho Bwana wetu Yesu Kristo amekianzisha. Ndio maana yupo kuhani kama mhudumu wa Ekaristi Takatifu, yeye anayemleta Kristo miongoni mwa watu, miongoni mwa wanadamu. Nasi tunaalikwa pale ambapo Yesu ameletwa miongoni mwetu tuweze kumpokea, tuweze kumruhusu aingie katika maisha yetu, atuguse, atembee nasi, awepo miongoni mwetu siku zote katika yote tunayoyafanya. Na kwa sikukuu hii basi tunasherehekea siku ambapo ni muhimu sana kwa ajili ya mapadre wetu. Wanakumbuka siku waliowekwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu katika hilo daraja takatifu, ili waweze kuyaendeleza matakatifu ambayo yeye mwenyewe aliyaanzisha. Leo ni sikukuu yetu sote kama mapadre. Tunastahili kupongezwa na kukumbushwa zaidi sana, kukumbushana kwamba wajibu huu wa kumleta Kristo miongoni mwa watu ni jukumu letu msingi, na zaidi sana ni jukumu letu kuwafundisha Wakristo wetu wapendwa waweze kuelewa mafumbo haya matakatifu, waweze kutenga muda wao kwa ajili ya kukaa na Kristo, waweze kutenga muda wao katika maadhimisho ya matakatifu, waweze kumpokea Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Kumbe ni siku ya kipekee kwa ajili ya mapadre kuwaombea kwa huduma wanayoifanya katika wito wao, kuwaombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwatumia kama vyombo vya udongo katika kumleta Kristo miongoni mwa watu. La tatu ambalo tunaingizwa na kutafakarishwa wakati huu wa maadhimisho haya ni jambo la kuoshwa miguu, ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alilifanya katika ile karamu aliyokula pamoja na hawa mitume wake. Anatukumbusha sisi sote juu ya ile amri ya mapendo, upendo wa kindugu. Namna gani mimi na wewe tuweze kuishi kwa namna ambayo inaakisi Ukristo wetu, namna ambayo inaonesha kweli sisi ni watu wa kiekaristi. Tutafakari juu ya tendo ambalo yeye mwenyewe alilifanya, na baada ya kulifanya anawauliza, mmeelewa hicho ambacho mimi mwenyewe nimekifanya? Swali ambalo mimi na wewe tunapaswa kuulizana. Tunaelewa? Au je, baada ya kusoma hicho ambacho yeye amekifanya, je, tumeelewa ni nini amekifanya? Kina maana gani katika maisha yetu? Upendo, kutumikiana kindugu, kwenda kuishi amri hii ya mapendo, upendo wa kindugu, kutumikiana, kujishusha, kujinyenyekeza. Naweza tukajiuliza tu mimi na wewe ambaye tunashiriki haya matakatifu, je, tunajishusha kweli katika utumishi wetu, katika nafasi ya uongozi ambayo umekabidhiwa pale unapofanya kazi? Je, wewe ni mtumishi? Yeye aliyekuwa bwana na mwalimu alikuwa mtumishi wa wote ili kuwafundisha waende wakatumikiane. Mimi na wewe tunatumwa tuende tukatumikiane, tukatumikie wengine, tujishushe, tujinyenyekeze ili tuweze kuwatumikia na kuwagusa wengine. Tumepewa nyadhifa mbalimbali za kutumikiana, nafasi mbalimbali za kutumikiana, lakini katika utumishi wetu, je, tunautekeleza kama inavyotupasa? Bwana wetu Yesu Kristo alijishusha akawa mtumishi, na sisi tutumikiane. Mahali pa kazi, tunapofanya kazi zetu mbalimbali, kwenye ndoa zetu, tujishushe, tutumikiane. Tusijione tu watu wa hadhi fulani, wa hadhi ya juu, hatuwezi tukajishusha, hatuwezi tukafanya jambo fulani. Yeye mwenyewe alionyesha mfano, anaweza kufanya ile ambayo ni watumwa walikuwa wanafanya, yeye amefanya. Tunaalikwa tuende tukajishushe, tutumikiane, tuishi kwa upendo. Tunaona sehemu mbalimbali katika ulimwengu wa leo, sehemu mbalimbali, mataifa mbalimbali yamegubikwa na machafuko. Watu wanajivuna kuuana na kuangamizana. Je, hiyo inaonesha upendo tuliokuwa nao sisi kama ndugu?
Lakini hatuwezi tukaanza kunyosheana vidole kwamba ni taifa lile au ni yule au ni kiongozi yule. Lazima tujiulize, mimi na wewe, katika maisha yetu, katika kuishi Ukristo wetu, je, tunatumikiana inavyotupasa? Katika ndoa tunatumikiana, katika maisha ya kitawa tunatumikiana na kusaidiana na kujishusha na kuinuana, katika jumuiya zetu ndogo ndogo tunatumikiana, popote tunatumikiana. Na kama hatufanyi hilo, basi tuige mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakumbuka kwamba wakati huu mitume wamejiuliza maswali mbalimbali, na hasa tukisoma zile Injili za Mathayo, Marko na Yohana, wanatafuta nani aliyekuwa mkubwa miongoni mwetu. Bwana wetu Yesu Kristo anataka kuwakumbusha kwamba aliyekuwa mkubwa awe tayari kuwatumikia ninyi, awe tayari kwa ajili ya utumishi. Na hivyo yeye mwenyewe anajishusha. Tunajua kwamba alikuwa Mungu. Katika waraka kwa Wafilipi, alikuwa Mungu, akajishusha katika hali ya binadamu, akawa kama sisi. Lakini hiyo haikutosha, akajishusha mahali pa chini sana, hata si kama sisi tu, bali kama watumwa. Akafanana na mtumwa, ili aweze kututumikia, kuonesha namna gani amejishusha, amejinyenyekeza, akafika hali ya chini kabisa. Sasa anaweza akaosha miguu. Ananituma mimi na wewe tuende tukaoshane miguu, tuende tukatumikiane, tuende kujinyenyekeza, ili tuweze kuwatumikia na kuwagusa wengine. Na kama huko umeanza, basi ni wakati mwafaka wawewe kuanza safari hii ya utumishi, ya kutumikia wengine, kuwasaidia katika shida zao, kutembea nao katika hali wanayoipitia, na kujiona kwamba wewe na mimi si kitu, bali Kristo aliye ndani yetu, yeye ndiye kitu kinachotutia sisi nguvu ya kwenda kufanya huu utumishi. Ekaristi Takatifu inatupa nguvu ya kiroho ya kutumikiana. Basi wakati huu wa Pasaka tunakumbushwa na kuhimizwa kwa namna ya pekee na Mama Kanisa, ambaye ameweka ile amri ya 4 ya kanisa inayotuambia pokea Ekaristi Takatifu, na hasa wakati wa Pasaka. Mama Kanisa akitambua umuhimu wa Ekaristi Takatifu, anatuasa na kutusihi tufanye maandalizi yanayostahili kumpokea Kristo katika maisha yetu, na hasa wakati huu wa Pasaka. Kama nilivyosema hapo awali, tunakumbuka mambo makuu matatu, mambo msingi katika imani yetu, katika sikukuu hizi 3 muhimu katika imani yetu. Jambo la kwanza ni kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu. Jambo la pili ni kuwekwa kwa sakramenti ya daraja, mhudumu wa hii Ekaristi Takatifu. Na jambo la tatu ni upendo wa kindugu, upendo ambao tunatumwa mimi na wewe tuende tukauishi baada ya kushiriki matakatifu haya. Na watakieni baraka za Mwenyezi Mungu wakati huu ambapo tumeanza maandalizi ya kumpokea Kristo mfufuka. Yeye anayefufuka abadilishe, ageuze maisha yetu, tufanywe upya, tuishi kama wana wanaomwamini Kristo mfufuka. Tumsifu Yesu Kristo.